Sasa tuelekee huko Tana River ambako wakazi wa kaunti hiyo ya Tana River wamehimizwa kupokea kwa mikono miwili mradi wa uwekezaji wa takriban bilioni 54 dola za Marekani unaolenga kutumia hekta 12,000 za ardhi ya jamii kwa kilimo cha zao la nyasi za kizungu. Wakazi wamekuwa wakiupinga mradi huo wakidai kuwa na njama fiche ya kuwapora ardhi zao. Wahusika nao wa uwekezaji wanasisitiza kuwa mradi huo hautapokonya mashamba yao bali utafungua fursa mpya za kiuchumi. Ni katika eneo bunge la Galole, kaunti ya Tana River, ambapo kwa muda sasa kumekuwa na mazungumzo na maswali makali kuhusiana na mradi wa upanzi wa nyasi almaarufu Lusan uliokusudiwa kufanywa na mwekezaji Stella Mundi. Kulingana na wakazi wa eneo hili, ardhi hiyo walikuwa wanapokonywa ili kaweze kupatiwa mwekezaji yule. Hata hivyo, tumeweza kuzungumza na baadhi ya wawekezaji, wananchi, baada ya mdahalo wa siku hii ya leo, na walikuwa na haya ya kutuelezea. Bado kuna uhitaji ya jamii kuelimishwa sana, kwa sababu mara nyingi jamii wanahisi ya kwamba labda investor akija, especially kukihusisha mambo na ardhi, wanahisi ya kwamba huyu investor amekuja kunyakua ardhi yetu. Kwa hivyo kuna ile wasiwasi, hali ya wasiwasi ya kwamba hapana, hapa kuna mchezo unataka kufanywa. Ndio maana kidogo wananchi wanakuwa na hofu kupeana ile nafasi ya uwekezaji kuingia katika kaunti yetu kufanya hiyo miradi. Mimi nilikuwa naomba wale jamii wafugaji ambao tunaishi sote Tana River, tunaishi kama jamii moja, na hii ardhi ni kubwa sana, lakini masala ya ardhi kusikwe na siasa ndani. Kama ni area ya kuchunga, ni wakae chini tu negotiate, tuone kwa kwamba ni wapi ambapo wanalalamika ili tufungue. Na sisi kama wakulima, kama jamii ya wakulima, tukae na wao chini tuelezani, kuliko ile kupeana cheche za maneno ili zilete mtaharuki ya kupinga huo mradi. Tunaona huo mradi utatusaidia watoto wetu, wataandikwa kazi, watakuwa wanapata kipato angalau cha kuongezea mahitaji yao nyumbani. Tunaomba sehemu kidogo sana katika ile ardhi yao, na kama tulivyokuwa katika warsha hii tukaweza kufahamishwa kuwa sehemu ni kubwa sana. Kwa mfano, kitengo cha agriculture katika sehemu hii ni 100,000 hectares. Tunauliza tu 12, na kile chakula ambacho tunakuza cha wanyama 10% inakuja kwao. Kwa hivyo the 10% ambayo tutakuwa tukipatia community ni kubwa kuliko wale wanyama ambao wako nao. Wadau hawa wanasisitiza kuwa lengo kuu la mradi huu ni kuinua uchumi wa wananchi bila kuathiri haki yao ya kumiliki ardhi. Stephen Oduor, NTV Mashinani, kaunti ya Tana River.